Utaweza kuona kwamba Yoshua anapewa maelekezo tena kwa maana nyingine tena. Kwa hiyo ile sura ya 6 Bwana akamwambia Yoshua, angalia sura ile ya 6 mahali pale. Angalia sura ya 6, tuangalie. Leo tunaangalia kanuni za kiroho za kujipanga upya baada ya kushindwa. Anasema mstari wa 6, sura ya 6 mstari wa kwanza anasema, basi Yeriko ilikuwa imefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Hapana mtu aliyetoka wala hapana mtu aliyeingia. Hofu ya watu hawa. Anasema Bwana akamwambia Yoshua. Sema Bwana akamwambia Yoshua. Sema kwa sauti kubwa. Bwana akamwambia Yoshua, tazama nimeutia Yeriko katika mkono wako. Nisikie amen kubwa. Tazama nimetia Yeriko katika mkono wako na mfalme wake. Sasa angalia sura ya 6 ndipo ambapo ukuta Yeriko umeondoka. Sasa angalia sura ya 7, hakuna neno Bwana mwanzoni. Angalia mstari wa 7, lakini wana wa Israeli walifanya dhambi katika kitu kilichowekwa wakfu. Maana Akani mwana wa Karmi mwana wa Zabi mwana wa Zera wa kabila Yuda alitoa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya wana wa Israeli. Kwa hiyo tunaweza kuona hapa kwenye sura hii hakuna maelekezo ya Bwana mwanzoni. Anguko ni wao. Lakini tunaweza kuona aya pili mahali pale, kisha Yoshua akatuma watu kutoka Yeriko mpaka mji wa Ai ulioko karibu na Bethaveni upande wa mashariki wa Betheli. Akawaambia akisema, pandeni juu mkajipeleleze nchi. Basi wakapanda juu wakapeleleza Ai. Wakarejea kwa Yoshua akamwambia, wasiende watu wote, ila waende watu kama 2,000 hata 2,000-3,000 wakaupige Ai. Usiwatabishe watu wote kwa kuwaendesha huko, maana watu hao ni wachache tu wakadarao. Unajua kilichotokea? Niambie. Walifukuzwa. Kama wanaofanya nini? Biblia inasema kwamba wakafukuzwa kama wanaofukuzwa na nyuki. Sababu ilikuwa si mawazo ya Mungu wala sio njia za Mungu. Nini maanachi? Kwamba hawa jamaa sasa wakawa wamekimbia, lakini Yoshua Mungu nashukuru kwa sababu akakata tamaa wala kubaki kwenye hali, akamtafuta Mungu wale hai, na kisha Bwana akamwambia baada ya matengenezo na kuharibiwa kwa dhambi kambini. Angalia sura ya 8 sasa. Kisha Bwana akamwambia Yoshua tena. Haleluya. Ile sauti ya Bwana ikarejea. Maongozi ya Mungu yakarejea. Maelekezo ya Bwana yakarejea. Bwana akamwambia Yoshua, usiache, usiogope Yoshua. Angalia sura ya 8 mstari wa kwanza. Kisha Bwana akamwambia Yoshua, usiogope maana yake, wala usifadhaike. Wachukue watu wote wa vita, waende pamoja nawe. Nanyi inukeni, mwende Ai. Waliposhindwa, walipofukuzwa, angalia mimi. Tuko pamoja mpaka hapa? Tuko pamoja Mkristo mwenzangu? Askari wa Bwana yuko pamoja na mimi? Mkristo wa leo yuko pamoja na mimi? Angalia mimi nimemtia mkononi mwako huyo mfalme wa Ai aliyefukuza mwanzo. Bwana anamwambia nimemtia mkononi mwako sasa. Baada ya matengenezo, baada ya kuinuka, baada ya kujitakasa, baada ya usafi wa moyo, naomba nikwambie Mungu akamwambia nimemtia mkononi mwako tena. Hebu imagine. Hata kwenye biashara, hata kwenye maisha. Hii nimekwambia, hii ni kanuni ambayo waweza kutumia kwenye eneo lolote la maisha. Kushindwa kusikubabaishe. Kupata sasa kwenye biashara usibabaishe. Isikuvunje moyo. Kukawia kwa majibu maombi yako unayoomba isikuvunje moyo. Ndiyo, leo namkini niko kondeni, nakula nyasi, lakini ndainuka hatimaye. Ndiyo maana tutaweza kuona mahali hapa Bwana akaanza kusema tena na Yoshua. Hii ni sura ambayo inatupa funzo kubwa sana kwenye maisha. Kwa sababu inawezekana ukashinda mara ya kwanza. Kwa sababu kuna watu ambao wakishinda mara ya kwanza wakafanikiwa, wanajiona kwamba ni super, hawaambiliki tena. Sawa hawaambiliki. Na ndio maana tutaweza kuona Yoshua, Mungu aliruhusu ili anguko kwa Yoshua. Si tu kwa Yoshua peke yake, litufundishe kwamba kuanguka kupo. Na je, baada ya kuanguka tufanye nini kwenye maisha yetu? Sawa? Ndio maana
tunajifunza mahali hapa kanuni ya kujipanga upya baada ya kushindwa, baada ya kufeli, baada ya kupata hasara ya biashara, baada ya kuanguka kimahusiano. Inuka upya, jipange, jitakase. Mwambie Bwana, kuna dhambi mahali fulani nimefanya, naomba Bwana nisaidie, nijitakase, niharibu dhambi hiyo. Ndio maana tutaweza kuona mahali hapa Bwana anamwambia Yoshua, anasema mahali pale, anasema angalia ni mimi mtia wako huyu mfalme wa Ai. Endelea. Na watu wake na mji wake na nchi yake. Haleluya. Haleluya kanisa. Nini maana yake? Inawezekana umeshindwa kwenye eneo fulani, lakini Mungu ndio makusudi ya Mungu iende mahali pale. Kwa sababu kwa Yoshua ilikuwa lazima waende Ai, sawa ilikuwa ni mji wa pili wa kumiliki. Kwa hiyo inaonekana Mungu amekupangia, lakini ukafeli namna ya kuendea. Kaenda kwa mazoea, ukafeli. Inuka upya. Inuka, tuinuke upya. Hii ni kanuni itakusaidia kwenye maisha kunapokucha, kunapokuchwa. Kuna sura kadhaa nimezigundua kwenye Biblia zilizoko sura za kimkakati sana. Sura ya 6 Yoshua, ya 7 na ya 8. Zingine nakumbuka tulishajifunza hizo. Sura gani? Sura za kimkakati. Asante sana, Mungu akubariki sana mwanangu. 59 ni dhambi, ni giza. Mkono wa Bwana si hauokoi kwa sababu ya nini? Dhambi. Na sura hiyo hiyo ikashughulikia dhambi. Ndio maana sura ya 7 mahali hapa dhambi imeingia na sura hii ikafanya nini? Mungu hakuruhusu kuingia kwa sura nyingine mpaka ushughulike kwenye sura ya hii iliyoanguka. Ndio mataweza kuona 59 ni dhambi, ni giza, Mungu asikii maombi, lakini sura hiyo hiyo inashughulikia dhambi. Alafu sura ya 60 anasema inuka uangaze. Haleluya. Alafu sura ya 61 inasemaje mstari wa kwanza? Hizo ni sura ambazo zinatufundisha dhambi sio mwisho. Hata kama umefanya kwa bahati mbaya, tubu dhambi hiyo, tengeneza. Kwa sababu hiyo sura ya 59 shughulikia dhambi, matengenezo ya Mungu aliye hai. Sura ya 7 mahali hapa dhambi imeingia, ikashughulikia sura hiyo ya 7. Ikaisha masuala ya dhambi. Kwa sura 8 inaanza fresh. Inasemaje sura 61? Roho ya Bwana. Unaona Kwa hiyo kutoka kwenye sura ya giza ya dhambi na kushughulikiwa dhambi, sura ya 60 inuka uangaze, maana yake imekuja 61 roho ya Bwana iko juu yangu. Declaration. Na zimefuatana. Haleluya. Sasa nini maanachi katika maisha haya kwamba Mungu aliye hai anatupa neema ya kuweza kuibuka upya, kwa sababu hata baada ya anguko Bwana yupo enzini anatawala. Ndio maana tutaweza kuona mahali hapa sura ya 8 Bwana anamwambia Yoshua, ndio mlishindwa mwanzo na nakupeleka mlikoshindwa mwanzo, sasa kwa maongozi ya kwangu mimi, na Mungu aliye hai atasimama, atakutetea. Haleluya. Hiyo ni mbinu moja kubwa sana. Mungu aliye hai atusaidie. Angalia kwamba alipokea tena ahadi ya Mungu na akaondoa hofu. Baada ya toba na utakaso, Mungu alimtia moyo Yoshua. Bwana akutie moyo siku ya leo na kumwahidi ushindi. Yoshua 8:1 na mstari wa Yoshua 1:8, Yoshua 8:1 na 2, Isaya 41 na ile ya 10. Isaya 41 mstari wa 10 mahali pale. Tutasoma hizo. Alafu andika jambo la 5, alifanya mpango wa kufuata maagizo ya Mungu. Alipanga vita kwa kufuata maagizo ya Mungu aliye hai. Safari hii Mungu alimpa mkakati maalum wa kuvizia mji wa Ai, na Yoshua hakubadili maelekezo hayo. Maanashi baada ya kushindwa kwenye neno moja nyingine, hata kwenye maisha ya kiroho, inuka mwambie Bwana, nipe njia yako, nipe mawazo yako hayo niweze kuyatumia kwamba kukabili mji Yeriko. Na hii inatufundisha wazi ya kwamba kumbe Mungu ni mwanamkakati, na Yoshua akapewa namna kumiliki tena mji wa Yeriko. Mungu aliye hai atatupa mikakati yote. Haleluya. Tukishindwa tutaamua kumtafuta Mungu aliye hai, tukiamua kumtafuta Bwana, Mungu aliye hai ataonekana, atatusaidia. Kitabu cha
Yoshua 8 mstari wa 3 mpaka wa 9. Bwana akamwambia Yoshua nini cha kufanya mahali pale. Tusome Yoshua 8 lakini ina upano wake. Yoshua 8 mstari wa 3 anasema mahali pale, anasema basi Yoshua akainuka. Sema Yoshua akainuka. Utainuka. Tutainuka. Kuna mtu atainuka mahali hapa? Nitainuka. Basi Yoshua akainuka baada ya anguko, baada ya kushindwa. Mwanafunzi kwenye masomo yako, fanya biashara kwenye biashara, inuka upya. Nasema inuka upya. Basi Yoshua akainuka. Sema Yoshua akainuka. Na watu wote wa vita pamoja naye ili waende Ai. Yoshua akachagua watu 30,000. Watu mashujaa. Sio 1,000 tena, si ndio? Si unajua Medharau. Walienda watu wangapi mwanzoni? 1,000. Asante sana. 3,000. Sasa na ni wangapi? 30,000. Sasa mpiga mahesabu hayo. Bwana asifiwe. Acha dharau zako wakati mwingine unadharau. Walienda wangapi? Sasa hivi ni 30,000. Emfikiria. Watu wangapi zaidi? Bwana. 27,000, sawa Lakini walidharau 2,000, yani waende watu 2,000, 3,000 tu. Usitabiche watu wa vita. Sasa Mungu akamwambia waende watu wote wa vita. Haleluya. Watu 30,000. Daiza kuona Yoshua akaondoka na watu 30,000, tofauti na akili yao, mawazo yao. Njia za Mungu sio njia zetu, na mawazo ya Mungu si mawazo yetu. Ndio maana daima tumwambie Bwana, unawaza nini juu ya hili? Hii njia inayoendea Bwana, naomba unisaidie. Uwe mtu wa kutafakari. Hii Bwana, hii njia inayoendea katika hili, je, ikoje? Kulikuwa na hasa. Na Mungu aliye hai atatupa hiyo mbinu. Haleluya. Nimekuambia hii ni kanuni ambayo waweza kuapply popote pale. Yoshua 8 mstari wa 10 mpaka 13. Yoshua 8:10 anasema mahali pale, Yoshua akaamka asubuhi na mapema. Sema Yoshua akaamka asubuhi na mapema. Akawakutanisha watu, kisha akatangulia kwenda Ai mbele ya hao watu, yeye na wazee wa Israeli. Kumbuka mwanzo ni jeshi limeenda tu, watu 3,000 wakaenda. Mungu yani, kwa maana Yoshua hakuepo wala wazee. Angalia mkakati ile safari ni watu wote waende wa vita, alafu pia na wazee, na yeye Yoshua atakuepo miongoni mwao. Mwanzo Yoshua hakwenda. Watu wote hao wa vita, sema hao wa vita, waliokuwa pamoja naye wakaenda wakaribia na kufikilia mbele ya mchi, wakatua upande wa kaskazini na wa Ai, napo palikuwa na bonde kati ya yeye na Ai. Kisha akatua watu kama 5,000, akawaweka kuotea kati ya Betheli na Ai upande wa magharibi wa huo mchi. Mstari wa 15 anasema basi wakawaweka hao watu jeshi zima lililokuwa upande wa kaskazini wa mji, na wale waliokuwa waotea upande wa magharibi wa mji. Naye Yoshua akaenda usiku huo katikati ya hilo bonde. Tutaweza kuona sasa ni vita na mkakati unafanyika sawa sawa. Haleluya. Amina. Ndio maana ni vizuri wakati mwingine tumtafute Mungu aliye hai. Tuombe. Tuulize kwa Bwana. Tusikimbilie tu. Wakati mwingine tunafanya semina kibinadamu tu. Tunafanya mkutano unajua, kwa sababu mwanadamu tukiona watu wanafanya mkutano, wanafanya kile, watu wako busy. Hivi unajua kila anayetembea barabara sio kila ana kitu anachamana anachokifanya. Ukisimama kwa mfano kando ya barabara, si kuna watu wanaenda hivi. Sio kila anayetembea barabarani anachamana anachokifanya. Ni aheri ungekaa kumsubiri Bwana kama kina Yoshua lebo msubiri Bwana. Kama ungemsubiri Bwana kabla kwenda mji wa Ai, Mungu angewapa huo mkakati. Sawa Si ndio? Sawa. Wasingepoteza watu.